Viongozi wateule wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa waapishwa. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei ameuawa kwenye shambulio kubwa lililofanywa na Marekani na Israeli siku ya Jumapili. Na katika michezo na burudani, kampuni ya Star of the New Generation 1 ikishirikiana na kikundi cha Flamingo Culture Group wamefanya sherehe yenye lengo la kuburudisha na kuboresha afya ya akili katika jamii. Habari mtazamaji wa UoI Digital, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Anastasia Jaba. Rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa, Justina Lambert, ameapisha viongozi wa nyadhifa mbalimbali wa serikali hiyo. Mwanahabari wetu Dorin John ana undani wa taarifa hii. Rais wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, Mheshimiwa Justina Lambert, amewaapisha viongozi wapya katika nyadhifa mbalimbali ambao atashirikiana nao kipindi cha uongozi wake ndani ya serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa. Viongozi hao wameapishwa ndani ya ofisi ya Rais wa serikali ya wanafunzi katika nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo makamu rais, waziri mkuu, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mwanasheria mkuu na msemaji wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo. Aidha, katika hotuba yake ametilia mkazo wa juu misingi ya utawala bora ikiwemo ushirikiano wa viongozi na wanafunzi wengine wa Chuo Kikuu cha Iringa. Uongozi usio na maadili ni hatari sana kwa taasisi. Maadili hujengwa kupitia uaminifu, uwazi na kuepuka mgongano wa maslahi. Msingi wa pili ni uwajibikaji. Kila kiongozi anapaswa kuwa tayari kutoa taarifa ya kazi yake, kukubali makosa pale yanapotokea na kuchukua hatua ya kurekebisha. Msingi wa tatu ni ushirikishwaji. Serikali ya wanafunzi si kikundi fulani, ni ya wanafunzi wote bila kubagua kozi, mwaka wa masomo, itikadi ya vyama, rangi wala dini. Nao viongozi walioapishwa kwenye tukio hilo wameahidi kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yaliyojiwekea. Kwanza, ninawaahidi ushirikiano. Lakini pili, kwa ile imani iliyoiweka serikali ya wanafunzi madarakani, nitahakikisha ya kwamba inakwenda kutekelezwa ipasavyo. Pili, nitakwenda kutoa ushirikiano kwao pale watakapohitaji, lakini pia na wao nitapokea maoni, ushauri na pale inapohitajika michango yao ya muhimu katika kuhakikisha safari yao ya kimasomo iko salama. Hatuwezi kufikia malengo bila ushirikiano wa wanafunzi wenzetu ambao wapo, kwa sababu sisi tupo hapa kama kuwakilisha tu. Kwa hiyo tunategemea ushirikiano mkubwa ambao tutaupata kwa wenzetu wanafunzi ili tuweze kufikia malengo mbalimbali. Kuna malengo mengi ambayo tumejiwekea kama serikali ya wanafunzi kwa kipindi hiki kilichobaki. Kikubwa tunachokiomba, tunaomba ushirikiano mkubwa kutoka kwa wanafunzi wenzetu ili tuweze kufikia yale makubwa ambayo kuna mazuri mengi yanakuja, ila hatuwezi kufikia kwa bila ushirikiano. Tukipata ushirikiano kutoka kwa wenzetu tunaweza kufikia pazuri sana. Serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa imetoa tahadhari kwa wanafunzi wa chuo hicho ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko ikiwemo Uviko 19. Mwanahabari wetu Mashimba Peter anatujuza zaidi. Tahadhari hiyo imetolewa na Waziri Mkuu wa serikali ya wanafunzi kufuatia tangazo lililotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu uwepo wa magonjwa ya mlipuko kama vile Uviko 19 na kipindupindu. Ni kweli tumeona tangazo kutoka Wizara ya Afya lenye kuonyesha tahadhari ya ongezeko la mlipuko wa ugonjwa wa Uviko 19 pamoja na kipindupindu. Na sisi kama jumuiya ya wanafunzi Chuo Kikuu Iringa tunabidi tuchukue tahadhari za awali zitakazosaidia kutukinga na magonjwa hayo. Sasa kwa sababu nimekuja wakati sahihi, nitoe rai kwa wanafunzi wote wa Chuo Kikuu Iringa kuhakikisha wanachukua tahadhari za haraka kujikinga na ugonjwa huu, ikiwemo kutokukaa kwenye makundi na kuondoa taka zilizopo karibu na majumbani na kula vyakula vya moto na vinginevyo ambavyo vinaweza kutukinga dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Lakini pia kwa ugonjwa wa Uviko tuchukue zile tahadhari zote ambazo zimeainishwa na Wizara ya Afya. Nao wanafunzi wa chuo hicho wameeleza namna wanavyochukua tahadhari ili kujikinga na magonjwa hayo. Pia wametoa ushauri kwa wanafunzi wenzao kuzingatia kanuni zilizowekwa na wataalamu wa afya ili kuepukana na magonjwa hayo hatarishi. Mimi tahadhari zilizopo ni kama kunawa mikono kwa maji yanayotiririka, maji safi na salama,
kutumia sabuni wakati wa kunawa, kuvaa barakoa, kuepuka mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, kukaa umbali wa sentimita 1 kutoka kwa mtu mmoja na mtu mwingine. Sana ni kuzingatia distance. Kuzingatia distance, lakini pia kuwa makini sana na zile primary symptoms ambazo zinaweza zikakufanya ukijua mapema ni unajua namna gani ya kujiprotect. Hayo ndio maoni ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa kuhusu tangazo la serikali lililotolewa kujikinga na magonjwa ya uviko 19 na kipindupindu. Nikiripoti kutoka katika Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Mashimba Peter wa UoI Digital. Shukrani sana Mashimba kwa taarifa hii. Mtazamaji, taarifa yake Mashimba inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zinazosomwa kwako na Simon Masorwa. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Khamenei ameuawa katika shambulio kubwa dhidi ya Irani lililofanywa na Israel na Marekani. Televisheni ya taifa imeripoti kuwa baadhi ya maafisa kadhaa waandamizi nao wameuawa. Kifo hicho kimetilia shaka mustakabali wa Jamhuri ya Kiislamu na kuongeza hatari kubwa kutokuwa na utulivu wa kikanda. Naye Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kifo hicho saa kadhaa kabla ya kusema kinawapa wa Irani fursa kubwa ya kuichukua nchi yao. Televisheni ya serikali iliripoti kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 86 aliuawa katika shambulio la anga lililolenga makazi yake katikati ya jiji la Tehran. Picha za satellite kutoka kampuni ya Yabasi zilionyesha kuwa eneo hilo lilipuliwa kwa mabomu mengi. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Mtazamaji, na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane naye Abdillahi Ilyasa katika habari za michezo na burudani. Sherehe hiyo imefanyika katika eneo la Magic Site mkoani Iringa, ambapo muasisi wa kampuni hiyo ameeleza umuhimu wa utamaduni wa ngoma za asili na namna ambavyo zinasaidia katika kuimarisha afya ya akili. Kampuni inayojishughulisha na masuala ya afya ya akili kwa ustawi wa vitu na vizazi, bila ambavyo tumemaliza event yetu kwa namna bora zaidi, event ambayo inakuwa na kauli mbiu inayosema strong culture, strong minds, strong generations, mahali ambapo tunajaribu kuboresha afya ya akili kwa kutumia vitu tofauti ambavyo vinahusiana na tamaduni, ikiwemo dances mbalimbali au michezo tofauti kwenye tamaduni au vitu tofauti ambavyo vinafanyika katika tamaduni zetu. Tunaona namna gani vinaweza vikaboresha afya ya akili ya mtu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kikundi cha Flamingo Culture Group ameeleza faida zinazopatikana kwa kujumuika na kampuni hiyo, ikiwemo kujifunza vitu mbalimbali kama vile kuchangamsha na kuimarisha akili, huku akitoa wito kwa wale wote wanaohitaji kujiunga na kikundi hicho. Kupitia hii burudani, fursa tunayo. Kwa mfano, fursa tulikuwa nayo kubwa sana. Tuna fursa kubwa kwa sababu tunapata cha kwanza ni ajira. Cha kwanza kabisa ni ajira kwetu sisi. Cha pili pia, hawa ndugu zetu tunachowaomba sisi wasisite, kama kuna kijana yoyote, hata kama ni mtu ambaye ana heji ya rika tofauti na sisi, tunamruhusu kuja kwenye kundi letu la Flamingo Culture Group, kwa sababu tunahusika na mambo mengi sana. Tukiachana na mambo ya ngoma za asili, tuna mambo hadi ya maigizo, tuna mambo ya sarakasi, tuna mambo mengi sana, tuna ujasiriamali, tuna utengenezaji wa vitu, kuna mafundi sofa, kuna watengenezaji sabuni. Kwa hiyo fursa ipo. Aidha, katibu wa kikundi hicho amesema sanaa ni fursa ya kitalii na ni chanzo cha kipato, hivyo vijana wasichague kazi ya kufanya, na ametoa shukrani kwa kampuni hiyo kwa kutembelea na kushirikiana na kikundi chao. Pia tumeweza kuona mianya ya fursa mbalimbali, kwamba tumeona kumbe sanaa ni fursa. Sawa, sanaa ni fursa. Tukiachana na kutangaza utamaduni wetu wa Tanzania au wa mkoa wetu wa Iringa, lakini pia ni fursa kwa ajili ya kutangaza utalii, lakini pia ni fursa ya kipato. Hao wanafunzi kutoka nchi za kigeni wameeleza namna walivyovutiwa na ngoma hizo za asili, kwani wamejifunza vingi. Kwa njia tofauti tunaangalia afya ya akili,
kwa sababu tunajaribu kukaa pamoja, tunabuni kwa pamoja. Yote haya yanatufanya kuwa imara kiakili, na hii pia inatengeneza muunganiko mzuri kwa kizazi endelevu kwa kuongeza ujuzi na maarifa ya kiakili kwa wengine. And yeah, it means also that you're giving it to the next generation, also to the people you meet. You can give that experience. Hivyo ndivyo Star of New Generation 1 Limited wanavyotumia ngoma za kitamaduni kuboresha afya ya akili. Nikiripoti kutoka Magic Side, ni mimi Abdullahi Ilyasa wa UoI Digital. Shukran sana Abdullahi kwa taarifa hizo za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Hali gani mpenzi mtazamaji wa kipengele cha msamiati wa Kiswahili? Ni siku nyingine tena ambayo tunaenda kukutana hapa na kipengele kupendwa cha msamiati wa leo. Leo nimekuandalia msamiati wa neno mchumaji. Tukatizame baadhi ya wadau wa chuo cha Iringa wao wanaelewa nini juu ya msamiati wa neno mchumaji. Bana, mimi leo kwenye msamiati wa Kiswahili na neno moja ambalo linaitwa mchumaji. Ndio. Wewe unaelewa nini ukisikia hiyo neno? Neno mchumaji ni aina ya mtu anayechuma au anayevuna mazao katika shamba fulani. Okay, tunamuita mchumaji. Ndio neno halisi la mchumaji. Unaweza ukanitungia sentensi sababu kulingana na hilo neno mchumaji? Ndio, naweza. Okay, nitungie. Sentensi inayomlenga mchumaji. Sentensi ya kwanza unaweza kusema mchumaji anavuna mboga. Kwa jinsi ambavyo naelewa mchumaji, mimi naelewa kama maana mbili kutokana na neno mchumaji, na maana kwanza naelewa ni mtu ambaye ni kama mtu ambaye anakuwa anapambana kutafuta pesa, lakini kwa njia ambazo sio halali, kwa sababu mimi naelewa. Lakini pia maana pili ni mtu yote tu ambaye anapambana kwa ajili ya kuendelea kujipatia kipato na kuingiza fedha kwa kufanya kazi tofauti. Sawa sawa. Naam, tunataka kuwatizama baadhi ya wadau wakituelezea wao wanaelewa nini juu ya msamiati wa neno mchumaji. Maana ya neno mchumaji ni yule mtu ambaye anapambania kesho yake, anatafuta huku na huku ili aweze kuweka sawa mambo yake. Yaani tunaita hustler kwa lugha ya kigeni au mpambanaji. Ndio maana halisi ya mchumaji. Mtu ambaye anategemewa, anafanya kazi, anategemewa na familia na wazazi na watu wengine, tunamuita mchumaji. Na mimi nikuacha na sentensi isemayo vijana wengi ni wachumaji. Langu jina ni Karim Yasin, UoI Digital, tuhabarike kidigitali. Asante sana Yasin kwa kufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati mchumaji. Nami nikuache na sentensi isemayo mimi ni mchumaji ambaye siwezi kukata tamaa. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Langu jina ni Anastasia Jaba.